Unajua kwanza nampongeza, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambayo tegemezi kwenye timu yetu, lakini mchezaji ambayo ametupatia matokeo chanya kwa timu yetu ya Simba Sport Club, na binafsi sina cha kumlaumu. One mistake, one goal. Amepata nafasi, ametupatia goli. Leo hii tunafurahia Simba Sport Club tumeingiza mguu mmoja finali kwa sababu ya goli lake Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kwa nafasi ambayo ameikosa, kama mistake zingine ambazo zinafanyika, na mchezo wa mpira ni wa makosa. Ukipata nafasi unatumia, na vile vile unaweza kupata nafasi ukashindwa kuitumia. Kwa hivyo wana Simba, tuungane, tuwe kitu kimoja. Bado ni mchezaji wetu tegemezi, na hatuishii hapa ngoma hii hadi finali. Binafsi naweza nikasema wana ufinyu wa football, kwa sababu kwa mtu ambaye amecheza mpira anafahamu. Kwanza angalia namna alipotokea na zile chenga alizozipiga. Kwa hiyo mpira ulikuwa na kasi zaidi kuliko yeye, na ndio mapungufu yanapokuja, ama unapoambiwa mchezo wa mpira wa miguu ni wa makosa. Unaweza ukafanya makosa ukafungwa, na unaweza ukafanya makosa ukashindwa kuipatia timu yako matokeo chanya. Lakini kwa mchezo wa dhidi ya Stellenbosch, kwa matokeo ambayo tumeyapata na kwa namna Jean Ahoua alichokifanya katika mechi ile, kwanza ametupatia matokeo chanya, lakini kingine ni mistake ambayo imetokea na hatuna sababu ya kumlaumu. Bado ana nafasi kubwa ya kutufanyia mabadiliko makubwa kwa mechi ya South Africa pale Durban. Hamasa ndani ya mkoa wetu wa Arusha upo pale pale, na mashabiki wa Simba Sport Club tumekubaliana dua na maombi mbalimbali kuiombea timu yetu. Na kwa mtu ambaye ana uwezo wa kwenda South Africa, labda nitumie nafasi hii kuwa karibu na kufuatilia mitandao ya kijamii ya timu yetu ya Simba Sport Club, na maanisha pale Instagram, kule Facebook, TikTok na mitandao mingine. Fuatilia kwa kina kabisa kila kinachopostiwa na uongozi wetu wa Simba, ama fuatilia medias mbalimbali kujua utaratibu utakuwaje. Lakini kinachotakiwa kama shabiki wa Simba, maombi yako na dua zako ndio zinahitajika. Hatuna jambo lingine. Lakini pia wanatakiwa wafahamu mashabiki wa Simba, kwanza utembee kifua mbele. Sisi ndiyo timu pekee Afrika Mashariki na Kati tupo katika mashindano haya, na maanisha bendera Tanzania ipo mabegani mwetu, na sisi ndiyo tunaitangaza bendera hii kimataifa. Hivyo basi hatuna sababu ya kuleta migogoro kwa mechi iliyopita. Kinachotakiwa kama slogan yetu kuu ya nguvu moja. No doubt sioni wa kutukwamisha kwa namna Stellenbosch ilivyocheza, na nimejaribu kuigoogle. Stellenbosch ni timu ambayo yenyewe inategemea set pieces, inategemea na labda mipira ya kurusha, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo sio timu tishio ya kusema labda ina forward sana kali. Kikubwa zaidi wao counter attack, set pieces. Na Simba Sport Club, kocha wetu ni mzuri sana kumsoma mpinzani. Alimsoma Pyramids kule kwao Fadru. Tulivyokuja Benjamin William Mkapa, tushayajua madhaifu ya Pyramids ya Al-Masry, na nadhani unaona Al-Masry tuliwakabili vizuri kabisa. Hivyo basi kwa namna ilivyocheza Stellenbosch pale New Aman Stadium, tumewajua. Ilikuwa timu ndogo ambayo sio ya kuisoma kivile, lakini kwa namna ilivyocheza tumeona madhaifu yao na tumeona ubora wao. Mimi niwahakikishie Simba Sport Club hatuishii hapa. Hii ngoma hadi tunalibeba kombe la shirikisho barani Afrika. Naliona, unajua watu wafahamu pia. Simba kuingia kwetu finali, tutaanzia ugenini na tutamalizia ndani ya ardhi ya Tanzania, na ipo wazi. Simba kianzia ugenini, basi labda umfunge goli 10 huko ugenini. Lakini ukija Tanzania, matokeo ambayo anayataka Simba basi kuna asilimia nyingi ya kuwezekana. Lisilowezekana ndani ya ardhi za Tanzania kwa upande wa matokeo chanya kwa Simba Sport Club linawezekana. Nimekwambia
mechi tutaanzia ugenini na tutaimalizia nyumbani. Hivyo basi utegemee kupata matokeo chanya na kombe hili ni la kwetu. Mtihani tunao hapa. Yaani tukivuka hii nusu fainali, kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club ni la kwetu. Binafsi sina mengi ya kuongea. Tuungane, tuwe kitu kimoja kama slogani yetu inavyotuambia, nguvu moja. Mkondo wa kwanza tumeona namna timu yetu ilivyofanya. Uongozi wetu ni waelevu sana, wameona mapungufu na wameona mazuri. Na wahakikishia hii mechi, kila mwana Simba, kila kiongozi wa Simba anaitaka mechi hii, na kila kiongozi wa Simba pia anahitaji twende fainali. Hivyo basi niwaambie, uongozi wote wa Simba Sport Club umeungana, na hata kule South Africa karibia uongozi wote utakwenda kule. Tunategemea kupindua hiyo meza na kwenda fainali. Sisi kilichobakia, maombi na dua mbalimbali zinahitajika kuiombea timu yetu. Hatuishii hapa, hii mpaka fainali.